bila kujali yeye ana cheo gani kwenye chama chake. Lazima hatua za sheria zichukuliwe kwa mujibu wa sheria kama nilivyosema. Na hivyo kwenye wilaya ya Kusini kuna matukio 4 yameripotiwa ambayo yalikuwa yana lengo la kuvuruga zoezi la uandikishaji. Tukio la kwanza lilitokea tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2025 majira ya saa 4:30 asubuhi huko eneo la Jambiani Kibigija. Wanachama watatu wa ACT Wazalendo, chama cha ACT Wazalendo, walisimama kwenye njia kuu ya kuendea kwenye kituo hicho cha kuandikishia wapiga kura na kuwazuia watu wasiende kujiandikisha kwa madai kuwa watu hao wana asili ya Tanzania bara, na huku wakiwa wanajua kabisa kwamba hawana mamlaka ya kisheria ya kufanya zuio hilo, kwa sababu pale kulikuwa na wataalamu, kuna vitambulisho, kuna mashine ambazo zinaonyesha juu ya mwenye sifa na asiye na sifa. Kwa hiyo wao kama chama kwenda kuweka watu njiani, kwanza kukamata watu kwamba wewe huna sifa, una sifa, ilikuwa ni zoezi ambalo ni haramu, na kwa kweli ilikuwa linalenga tu kuharibu zoezi zima la uandikishaji wa wapiga kura. Kwa hiyo watu hao watatu wamekamatwa na jeshi la polisi, ambao ni Ramadhani Hassan Rajabu mwenye miaka 58, yeye ni Mshirazi, kazi yake ni mvuvi na anakaa Jambiani Mzuri. Wa pili anaitwa Mohamed Pandu Vai, yeye ana umri wa miaka 43, ni Mshirazi, kazi yake ni mvuvi na ni mkazi wa Jambiani Mzuri. Amiri, watatu ni Amiri Kishaji Amiri, yeye ana umri wa miaka 60, ni Mshirazi na ni fundi mwashi, kwa maana anafanya kazi ya kujenga majumba, ni mkazi wa Jambiani Mzuri. Watu wote hawa watatu kama nilivyotangulia kusema ni wanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Watuhumiwa wote hawa wamefikishwa kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya kuhojiwa katika kukamilisha upelelezi wa shauri ambalo linawakabili. Tukio la pili lililoripotiwa katika wilaya ya Kusini Unguja ni tukio la watu wasio na mamlaka kuwanyang'anya wananchi wengine vitambulisho ili wasiende kujiandikisha. Tukio hilo limetokea mnamo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 3:30 asubuhi huko eneo la Nganani Makunduchi, katika eneo la uandikishwaji, kwenye kituo cha uandikishwaji. Wanachama wa ACT Wazalendo waliwakamata watu wawili na kuwanyang'anya vitambulisho vyao vya Mzanzibari, na watu hao walikimbia na vitambulisho hivyo, na jeshi la polisi linaendelea kuwatafuta kwa sababu wanafahamika na wamekimbia nje ya mkoa wetu wa Kusini Unguja, lakini jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia huko waliko ili waweze kukamatwa na kuhojiwa juu ya tukio hilo. Na watu walionyang'anywa vitambulisho ni bwana Emmanuel Kinyeja Sapili mwenye umri wa miaka 42, yeye ni mkazi wa Nganani Makunduchi, na mkewe anayeitwa Elizabeth Kulwa mwenye umri wa miaka 21. Kitendo cha kuwanyang'anya wananchi hawa wawili vitambulisho vyao maana yake inawanyima uhuru ama haki ya kwenda kuandikishwa kuwa wapiga kura, na ni swala ambalo unakuwa umewanyima haki yao ya kikatiba. Kama nilivyosema, jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia hao watu kwa sababu wanafahamika huko walikokimbilia. Tuwafuata huko tuwakamate ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria.